对。Rais wa Russia Vladimir Putin amemshukuru Rais wa China Xi Jinping kwa kujiunga na maadhimisho ya miaka 80 tangu ushindi dhidi ya Adolf Hitler katika vita ya pili ya dunia na kusema kuwa nchi zao mbili sasa zinasimama pamoja dhidi ya kile kinachokiita utawala mamboleo wa Kinazi. Uwepo wa Xi Jinping katika maadhimisho hayo ya kumbukumbu ya wiki hii ni msaada mkubwa kwa Putin ambaye tangu mwanzo wa vita ya Ukraine ameieleza kama mapambano dhidi ya utawala wa kisasa wa Kinazi. Ukraine na washirika wake wanapinga vikali maelezo hayo, wakiyaita uongo mkubwa na kuishutumu Russia kwa uvamizi wa kimabavu. Ushindi dhidi ya kifashisti uliofikiwa kwa gharama kubwa ya maisha una umuhimu wa kudumu, Putin alimwambia Xi siku ya Alhamisi. Pamoja na urafiki wetu wa Kichina, tumesimama kwa udhabiti kulinda ukweli wa kihistoria, kuhifadhi kumbukumbu ya matukio ya vita na kupambana na dhairisho la kisasa la utawala wa Kinazi na kijeshi. Kwa upande wake Xi amesema kuwa nukuu, nchi hizo mbili kama mataifa yenye nguvu zaidi duniani na wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zitashiriki kupinga ubinafsi na vitisho, akimaanisha kwa njia isiyo moja kwa moja Marekani. Amesema wataendelea kwa pamoja mtazamo sahihi wa kihistoria ya vita ya pili ya dunia, kulinda mamlaka ya hadhi ya Umoja wa Mataifa, kutetea haki na maslahi ya China, Russia na nchi nyingine zinazoendelea na kusukuma mbele mchakato wa utandawazi wa kiuchumi ulio sawa, wenye uratibu wa pande nyingi na jumuishi. Mgeni mashuhuri ndio kiongozi mwenye ushawishi mkubwa zaidi kati ya zaidi ya viongozi 20 wa mataifa waliotembelea Moscow wiki hii, wakishiriki kumbukumbu ya miaka 80 ya kumalizika kwa vita ya pili ya dunia, tukio la muhimu kubwa kwa Putin. Kwa upande wa ndani, tukio hili ni fursa ya kuhamasisha wananchi wa Russia katika kumbukumbu ya ushindi ulio muhimu sana kwa utambulisho wa taifa hilo, Umoja wa Kisovieti uliopoteza watu milioni 27 katika vita hiyo, wakiwemo mamilioni kutoka Ukraine. Kwa upande wa kimataifa, Putin anajaribu kujionyesha sambamba na Xi kama mtetezi wa dunia na kuonyesha kuwa vikwazo vya muda mrefu vya Magharibi havijaiweka Russia katika hali ya kutengwa. Putin wiki iliyopita alitangaza kusitisha mapigano kwa siku 3 nchini Ukraine kuanzia Alhamisi, lakini Ukraine haijakubali masharti hayo, ikisema ni hali ya Putin kuonekana kama anataka kumaliza vita hiyo. Badala yake, Ukraine imeeleza utayari wake wa kujiunga na makubaliano ya kusitisha mapigano kwa angalau siku 30. Mapema wiki hii Ukraine imeshambulia Russia kwa kutumia droni kwa siku 3 mfululizo, lakini anga ya juu ya mji mkuu yalikuwa shwari kwa siku ya Alhamisi. Ikiwa kutatokea mashambulizi wakati wa tukio la Mei 9, hilo lingeweza kumwaibisha Putin mbele ya wageni wa kimataifa na huenda likaibua mjadala mkali kutoka Russia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali kuhusiana na mzozo huo. 是双方彼此成就、促进各自发展振兴的必然选择。发展中国家权益携手推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。